Zaburi ile ya 124, Zaburi ya 124 mstari ule wa 7 anasema, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa windaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Amina. Je, imani yako na mtazamo wako ndani ya moyo wako kweli unajua kwamba jina la Bwana Yesu ndio msaada wako na kwamba utaokoka katika mitego yote ya wawindaji, kwa sababu nafsi zetu zinawindwa, maisha yako yanawindwa? Unajua kwamba jina la Yesu ndio msaada wako, jina la Yesu ndio ushindi wako. Anasema msaada wetu katika jina la Bwana. Jina la Bwana. Sasa Bwana huyu ni Bwana Yesu. Agano la Kale alikuwa anaitwa Bwana mwenye enzi, Mungu mwenye nguvu, na sasa ni Bwana Yesu. Unajua kwamba msaada wako katika jina la Bwana. Usiweke mawazo yako kwenye kutegemea jina la mtu au vitu au chochote. Msaada wetu katika jina la Yesu, katika jambo lolote, katika hali yoyote. Funguka zaidi, elewa zaidi, ona zaidi kwamba msaada wako katika mambo yote yaliyo magumu, yasiyo magumu, yeyote yale ya rohoni na ya mwilini, msaada wako katika jina la Bwana, katika jina la Yesu. Wakati wanapowinda nafsi yako, kazini huko, ofisini huko, msaada wako ni katika jina la Yesu Kristo. Lolote linaloendelea kwa vyovyote, msaada wako katika Bwana. Mitego yao, mipango mibovu, mibaya unayoifanya, msaada wako ni katika jina la Yesu. Mawazo mabaya wanayokuwazia, mipango mibaya, msaada wako ni katika jina la Yesu. Pale uliposhindwa, inawezekana ni dhambi imekulemea, inawezekana ni maovu, inawezekana kuna jambo linatesa moyo wako, msaada wako si katika mtu, wala si katika fedha, wala si katika elimu, wala si katika chochote. Msaada wetu, msaada wako ni katika jina la Bwana, Bwana Yesu. Mitego yote na mipango mibaya yote haitafanikiwa, kwa sababu tunaye Bwana ambaye anaweza kutuponya. Tunaye Yesu ambaye anaweza kutegua mitego yote ikaharibika, isifai, isiweze tena. Msaada wako ni katika Yesu. Unatambua hilo? Tambua sasa na chukua hatua katika jina la Yesu. Bwana Yesu akutazame na kukujalia kufahamu. Roho Mtakatifu akufunulie, Roho Mtakatifu akukumbushe, Roho Mtakatifu akukumbushe msaada wako ni katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Roho Mtakatifu, naomba endelea kutukumbusha na kusema na wale wote wanaopita katika mazingira magumu, katika hali ngumu. Bwana uwaponye, Bwana uangalie kwa huruma na rehema, waondolee kila namna ya hofu na mashaka. Sasa wajue msaada katika Bwana. Ninaipiga mitego yote ya adui ambayo ametega kutegea watoto wetu, ndoa zetu, familia zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Ninaiamuru kuvunjika, kuharibika hiyo mitego kwa jina la Yesu. Msaada wetu ni katika wewe Bwana, muumba mbingu na nchi, Mwokozi Yesu wa Nazareti uliye hai, sasa na hata milele. Amina. Bwana Yesu akujaze neema. Karibu tuendelee kufanya kazi ya Bwana. Tuko Ruada Rajani kwa siku kadhaa hapa mpaka wiki ijayo, na wiki hiyo ndipo tutachukua hatua tena kwenda kujenga kambi nyingine kule Iringa kwa injili ya Yesu. Barikiwa na Yesu.